tumwite kwanza mwenye kazi ili tupate kuendelesha programu ya mafundisho. Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu na Mwokozi wa kanisa, Mungu uliomba milima, bahari hata chemchemi za maji, nasi pia ukatuumba. Tuna asante sana kuona jioni ya leo tuko pamoja na wapendwa wote wanaotufuata kwenye radio. Bariki basi fundi mitambo, bariki hata msomaji na mimi mnenaji, na kuomba Bwana sote utuongoze, neno lako iwe na nafasi katika roho za watoto wako. Na imani umesikia na utatenda, kwa maana ulisema Roho Mtakatifu atafundisha wengi. Roho atende kazi yako kadiri wewe umeandaa, nasi tunene yale yatoka kwako. Tunaomba hivyo yatendeke yote katika jina tukufu lako Yesu Kristo. Amina. Amina. Haya mpendwa wetu, basi tunajua ya kwamba mada ambayo tulikuwa nayo umekwisha kusikia mara nyingi, lakini tunakwenda na mada nyingine kwa wiki hii, yaani mada ile ya kuhusu siku za mwisho, jinsi mnyama atakavyotumika. Basi hivi mpendwa, unajua ya kwamba tunazikelea nyakati za mwisho ambazo manabii walizisema ya kwamba ni wakati watu wapokee injili, wajue kweli. Ni wakati sasa tunaomba msomaji wetu awe tayari kutuwekea neno ambayo inakuwa kwenye kitabu cha Ufunuo. Biblia inasema wazi katika neno kwa kitabu cha Ufunuo sura yake ya 14 mstari wake ni wa 9. Hapo kuna maneno ambayo nabii Yohani alizungumza akiwa Patmos, akionya watoto wa Mungu hata na wale wote wanaosikia injili ili wawe tayari kuangalia mbali na kuepa habari za mnyama, sababu maandiko inasema mengi kwa ole wake atakayesubutu wala kupima kuabudu mnyama na sanamu yake na kupokea chapa yake hata na namba ya jina lake. Karibu msomaji. Ufunuo sura 14 mstari wa 9 anazungumza namna gani? Karibu. 14:9 anasema, Ndiyo. na mwingine malaika ya tatu akafuata, Ndiyo. akisema kwa sauti kubwa, Ndiyo. mtu akiabudu mnyama na sanamu yake Kweli. na kupokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye atakunywa mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, Ndiyo. katika kikombe cha kasirani yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele ya mwana kondoo. Na moshi wa mateso yao ulipanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku, hawa wanaoabudu mnyama na sanamu yake, na kila mtu anayepokea chapa la jina lake. Hapa ni uvumilivu wa watakatifu wanaoshika amri za Mungu na imani ya Yesu. Amina. Bwana Yesu akubariki sana. Amina. Mpendwa, hapa kuna neno timamu tena nzuri ambayo ni ya wakati. Malaika huyu amekuja kuambia watu ole wake atakayesubutu kuabudu mnyama na sanamu yake. Amina. Mpendwa unayetufuata kwenye radio, napenda usikilize ya kwamba tunazikalia nyakati za mwisho. Ingalao watu wengi hawapende kugusia maneno haya. Walimu wengi, wahubiri wengi wanahubiri maneno ya kupendekeza, hata wanahubiri maneno ya kufatana na mapenzi yao, sababu Paulo anasema siku za mwisho watu tena hawatahubiri kweli, watahubiri yale yatakao wapendeza kufatana na tamaa zao. Ndiyo. Lakini injili inakuja kutuonesha tunapozitimu nyakati za mwisho, inaomba kusema kweli ili walio wa Mungu waisikie kweli. Amina. Sababu Yesu akasema, enyi maandishi Mafarisayo, mmepewa funguo ili mpate kufungua, lakini hamkuingia, na waliotarajia kuingia mliwazuia. Ndiyo. Na ndivyo watu wengi hawaelewe habari za unabii, sababu watu hawapende kusema kweli. Lakini Mwenyezi Mungu akusaidie uelewe habari hizi. Ni wakati wa kugusa neno la Mungu pasipo kupita juu, sababu Yeremia alizungumza maneno ya watu wanaopita juu ya neno la Mungu. Atufungulie kwanza msomaji verse hiyo, uangalie ya kwamba kuna watu wanagusa neno lakini hawaseme kadiri neno inasema. Msomaji atugusie walimu hao. Mungu kabisa anakasirika kwa ajili ya walimu wengi wanakuwa na Biblia lakini wanasema yale ya kufuatana na tamaa zao, lakini wakati wa injili ya kuhubiri watu habari za mnyama hawajali kabisa, hawaguse. Hata kanisani, ndani ya dhehebu, ndani ya dini, barabarani, ndani ya soko, mahali watu wanafundisha, utakutana tu fundisho toa utabarikiwa, leta pesa tu. Lakini
kumhubiri habari za mnyama. Mnyama atakuja vipi? Mnyama atatumika namna gani? Watakaoabudu mnyama, je, watakwenda mbinguni wala watakwenda jehena? Hawatagusa maneno kama na hayo. Ndio maana nabii aliyagusa Yeremia sura 6 mstari wake wa 14. Msomaji atatusomea hapo, usikilize mpendwa, jinsi Yeremia aliyazungumzia kuhusu walimu wa siku za mwisho, lakini teme yetu sisi ni kuhusu mnyama na jinsi atakavyotumika siku za mwisho. Karibu msomaji. Yeremia 6:14. Anasema vipi? Anasema hivi, wameponyesha vidonda vya watu wangu kwa juu tu. Ndio. Wakisema salama salama. Ndio. Wala hapana salama. Asante msomaji. Amina. Biblia inasema wameponesha vidonda vya watu wangu juu. Maana unahubiria mtu maneno ya kuchekesha. Ndio. Maneno tu ya kuleta tu ambiance, unafanya sa vile aventure ndani ya batu, lakini neno la Mungu inasemeka wazi. Ndio. Kidonda ni mioyo za watu ambazo zinahitaji uponaji. Sasa kama mganga anatunza mtu ana kidonda, inaomba atoshe busa kisha damu itoke, ndipo kidonda itafanya nini? Itapona. Sasa ulimwengu inagonjwa. Watu wanakwenda kuabudu mnyama bila kujua mnyama ni nini. Sanamu ya mnyama ni nini? Alama ya mnyama ni nini? Hesabu ya mnyama ni nini? Na mnyama atakuja vipi? Na mnyama atatumika namna gani? Na sasa wale watakaoabudu mnyama, je, watakwenda mbinguni wala watakwenda jehanamu? Ndio. Hiyo ni mafundisho ambayo inahitajika ulimwengu mzima. Mpendwa wangu, unapokwisha kuamini jina la Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unajua kama Yesu ni Mungu. Hiyo ni hatua ya kwanza. Amen. Ukishapiga hatua ya kuamini jina la Yesu Kristo kama ni Mungu na kupokea ubatizo kwa jina la Yesu, unapiga hatua ya pili ya kushika amri 10 za Mwenyezi Mungu. Amina. Unaposhika amri 10 za Mwenyezi Mungu, unapiga hatua ya tatu ya kujua unabii. Unabii nasema nini? Kitu gani kinachokuja mbele zetu? Mbele zetu watakatifu, wazembe, wakubwa, wadhaifu, matajiri na maskini, wakongwe pia na wazee, vijana, wasichana, sote tunakwenda kupambana na mnyama. Amina. Na sanamu yake, na hesabu yake, na alama yake. Hasa somo letu, msomaji amesoma ya kwamba ole wake atakayeabudu huyo mnyama na sanamu yake na alama yake na kupokea chapa cha mnyama huyo. Biblia inasema atateswa kwa moto na nini? Na kiberiti. Hawana raha mchana na usiku. Amen. Hao wanaoabudu huyo mnyama na sanamu yake. Amina. Ndio maana mpendwa, unapotusikiliza, elewa ya kwamba hii ni fundisho ya maana zaidi ndani ya ulimwengu huu wa giza, kwa maana watu wengi hawapendezwa na fundisho hili, hata hawapende kulisikiliza, hawapende kuligusia. Ndio maana walimu wengi wanasema kitabu cha Daniele na kitabu cha Ufunuo hawawezi kuvigusa, kwa maana ni vitabu vya kuogopesha waamini. Hiyo ndiyo kweli, kwa maana Biblia inasema ni wakati wa kugusa kidonda kinapona. Amina. Lakini waganga wengi wanagusa vidonda kwa juu. Na waganga ni walimu wale ambao wamepewa kuongoza taifa. Ndiyo. Tunazitimu nyakati za mwisho mpendwa. Fuata neno, kwa maana neno iko mahali hapa. Biblia inasema wazi ya kwamba ole wake atakayeabudu mnyama na sanamu yake. Sasa msomaji, najua ya kwamba watu wengi tumekwisha kuongea, umekwisha kuelewa ya kwamba mnyama ni utawala wa giza, ni utawala wa siku za mwisho ambaye utapita kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Amina. Lakini yawezekana wewe ni mara ya kwanza kusikia maneno haya kuhusu mnyama. Tutakuendelea kwanza kugusa verse kidogo, tuangalie mnyama ni nini msomaji. Ndiyo. Ili kila mtu aelewe kwanza kidogo mahali hapo, sababu kuna watu wengi ndani ya dhehebu nyingi, ndani ya kanisa nyingi, ndani ya madini mengi, mahali pengi kabisa, walimu, mapasta hawaguse maneno haya. Walimu wa injiliste wengi hawaguse neno hili ili waoneshe watu habari za mnyama. Ndiyo. Wanaficha tu, lengo lao wanapenda tu waombe watu tu habari za pesa, habari ya maisha, lakini habari za wokovu ya kweli na hatari ambayo inakuja mbele yetu hawaigusie kabisa. Amina. Ndio maana msomaji, tugusie Daniele atuambie kwanza kama mnyama ni nini, ndipo tupate kuendelea na verse nyingine. Haya msomaji, Daniele 7 mstari wake utaanzia 15. Karibu. Anasema hivi. Ndio. Basi mimi Danieli, roho yangu ikahuzunishwa ndani ya mwili wangu. Na maono ya kichwa changu ndio yalinifadhaisha. Nikakaribia mmoja wa wale aliyesimama pale. Ndio. Na kumuuliza maana ya kweli ya maneno haya. Ndio.
Hivi akaniambia, akanijulisha tafsiri ya maneno haya. Ndiyo. Mnyama hawa wakubwa walio wane ni wafalme wane watakao tokea duniani. Amina. Bwana Yesu akubariki sana. Amina. Kama wewe ni mpenzi wa neno la Mungu, kama wewe kabisa una haja siku moja umuone Kristo macho kwa macho, ndio. Najua kuna wengi sana wanapenda kwenda mbinguni, lakini walimu wanawatatiza. Sababu unaweza kuona haja ya kwenda mbinguni, lakini yule anayekuongoza akapotea, na watakupoteza. Amina. Watu wengi wa mama hata na wababa wengi hawapende kwenda kuzimu. Ndiyo. Lakini walimu ndio wanatatiza dunia. Kwa maana pahali ya kusema kweli watu wanafundishwa uongo tu. Sababu kadanganyiwa na utadanganya tu. Amina. Lakini fundisho inasema hivi. Danieli akamkaribia huyo malaika aliyemuonesha habari ya ndoto, sababu alikuwa amekwisha kuona wanyama wane, mmoja aliyetoka katika maji, na mnyama huo maandiko inasema walitoka ndani ya bahari. Ndiyo. Walikuwa wanyama wane. Amina. Wa kwanza alikuwa kama simba. Ndiyo. Wa pili alikuwa kama dubu. Ndiyo. Wa tatu alikuwa kama chui. Ndiyo. Mnyama wa nne alikuwa mnyama wa kutisha. Hizo ni habari za falme ambazo zitamiliki dunia mpaka ujio wa Kristo Yesu. Haiko wanyama wa porini, haiko wanyama watatoka ndani ya lake Kivu yetu hii. Hapana. Hii ni habari za unabii ambazo Mwenyezi Mungu alipenda kujulisha taifa lake, na taifa lipate kutangaza maneno haya kwenye radio, ili yeyote asikie ya kwamba tunaziishi nyakati za hatari, na kila mtu atapambana na mnyama na sanamu yake. Amina. Sasa Biblia inasema ole wake atakayeabudu huyo mnyama, sababu kuna mtu mmoja wa kuabudiwa ni Yesu Kristo. Ndio. Hapa napo tutapafikia. Kuna wa kuabudiwa ni Yesu Kristo. Amina. Lakini mnyama naye anapenda badala ya Kristo naye mnyama aabudiwe. Lakini mpendwa, utusikilize, sikiliza neno la Mwenyezi Mungu jinsi inasema ya kwamba wale wanyama wane ni wafalme wane watakayoondoka duniani. Amina. Sasa elewa ya kwamba tena hatuongelee wanyama wa porini wala wa baharini, tunaongelea sasa wafalme. Walitumika namna gani? Nebukadnezari ndi mnyama wa kwanza, alitumika je? Medi na Pers, Daniel na Koro walitumika namna gani? Ndio. Mnyama wa tatu ya Wagriki, utawala wa Alexandre ulitumika namna gani? Wakati alipomaliza utawala wake, ufalme nyingine zikakuja kumgomboa. Badala unabii nasema Rumi kaingia kwenye kiti katawala. Rumi kama vile mnyama wa pembe 10. Sasa Rumi huyu utawala wa nne, ndio maana maandiko nasema ya kwamba Kristo atakuja, utawala ya Urumi ndiyo inatawala ulimwengu. Amina. Sasa ole wake atakayekubali mafundisho ya Urumi. Ndiyo. Sababu atapatwa na ghadhabu ya Mungu. Na Rumi imeinuka ili iabudiwe. Yesu peke ni wa kuabudiwa. Na mnyama huyu sasa naye anapenda afanye nini? Aabudiwe. Tuangalie kwanza Yesu ni wa kuabudiwa, baadaye tuangalie kama na mnyama anapenda aabudiwe. Sasa wewe utaangalia, je, utaabudu Yesu wala utaabudu mnyama? Ndiyo. Yesu ni wa kuabudiwa milele. Sifa zote ni zake, zinapaswa kumrudilia. Ndio maana Biblia inasema tusiabudu mnyama. Sasa tutaabudu nani? Kitabu cha Isaya. Msomaji, tufungulie Isaya sura yake 15 mstari wa 23. Tuangalie nani wa kuabudiwa, ili tuangalie sasa na mnyama naye anatafuta nini. Anapenda yule ambaye tunangepaswa kumwabudu, yaani Kristo Yesu, tusimwabudu, lakini ulimwengu wote ufuate huyo mnyama. Karibu. 15 Isaya 15 mstari wa 13 anasema hivi. Ndio. Nimeapa kwa nafsi yangu mwenyewe. Kwa nafsi yangu mwenyewe. Neno limetoka kinywa changu kwa haki. Kinywa changu kwa haki. Wala halitarudi tena. Ya kuwa mbele yangu kila goti. Mbele yangu kila goti litapigwa. Kila ulimi utaapa. Mmoja atasema. Asante sana. Amina. Biblia imesema wazi ya kwamba Mungu anaapa, anasema kila goti itapigwa mbele za Mwenyezi Mungu. Maana yake Mungu ndio wa kuabudiwa. Ndio. Lakini mnyama naye anapenda aabudiwe. Ndio. Sasa Mungu anakatala. Tufungulie Wafilipi sura yake 2 mstari wa 8. Uone vipi Mungu alisema sifa ni zake, kuabudiwa ni vyake, lakini mnyama naye, sababu utawala wa Urumi, utawala wa nne, utawala wa Vatikani itapenda nayo itawale ulimwengu. Nayo iabudiwe. Karibu msomaji. 2:10. Filipi sura 2 mstari wa 8 anasema je? Wa 8 anasema hivi. Haya. Na akionekana na sura ya mtu, alijinyenyekeza mwenyewe akakuwa mwenye kutii hata mauti. Ndiyo mauti ya msalaba. Ndiyo.
Kwa hivi Mungu vile vile Ndiyo. alimtukuza sana na kumpa jina lililo juu ya kila jina. Ndiyo. Hata kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Ndiyo. Na vitu vya mbinguni na vya duniani. Ndiyo. Na chini ya dunia. Ndiyo. Na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Bwana Yesu akubariki sana. Amina. Kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu Kristo Ni ni Bwana. Bwana. Kila ulimi Ndiyo. ikiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Kristo Yesu ni Bwana na Mwokozi. Ndiyo. Ndugu yangu, kina baba na mama unatusikiliza jioni ya leo, elewa ya kwamba verse hii inasema Kristo amepewa jina kubwa kuliko majina zote. Amina. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Ndiyo maana mpendwa, na watu wanaogunja goti kwa jina la Yesu ni amri ya Mungu. Mungu alisema, nimeapa kila goti itagunjwa kwa jina langu. Amina. Sasa jina la Mungu ni Yesu Kristo. Ndiyo. Maandiko inasema kwa jina la Yesu kila goti itagunjwa. Yesu ndio wa kuabudiwa. Amina. Usiabudu mnyama, abudu Yesu peke. Amina. Abudu Yesu peke. Watu wengi wanaabudu mnyama kwa sababu wamepotezewa na walimu. Waliwafundisha giza. Mafundisho ya mnyama imewatawala. Mnyama ameinuka kutawala dunia, lakini walimu hawazungumzie kitu kile kwenye redio, hata makanisani, ndani ya madhehebu, ndani ya dini mbalimbali. Watu hawafundisha habari za mnyama, kitu wanafundisha tu ni maisha. Ndugu mpendwa, elewa ya kwamba Yesu anakuja. Na mnyama anapoinuka tayari na Kristo anakuwa mlangoni. Ndio maana nakwambia wa kuabudiwa ni Yesu. Kitabu cha Mathayo, tuangalie ni nani aliabudiwa, ni nani alipigiwa magoti, ni nani sasa anastahili sifa. Sababu sifa hatuwezi kuzidishia mnyama, lakini naambia walio wa Mungu wanaosafiri kwenda mbinguni, neno inasema mnyama atakuja namna gani na atatumika vipi. Lengo la mnyama mara yake ya kwanza anapenda aabudiwe, lakini mpendwa, nakwambia sifa ni za Kristo Yesu. Amina. Kitabu cha Mathayo sura 2 mstari wa 11. Msomaji atatusomea, tusikilize kama hapo ni nini ilifanyika. Tuangalie kama ni nini hapo. Mathayo 2:11 anasema nini? 11 anasema hivi. Ndio. Wakaingia nyumbani. Wakaona mtoto mmoja. Ndio. Na Maria mama yake. Wakaanguka. Wakamwabudu. Nao walipokwisha kufungua hazina zao. Walimtolea zawadi. Dhahabu na uvumba na manemane. Nao wakikwisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasirudi kwa Herode. Wakakwenda zao kwa njia nyingine. Bwana Yesu akubariki sana. Amina. Hawa ni wa majusi. Ndio. Watu waliokuwa mashariki ambao wana akili. Waliona nyota ambayo inaonyesha mahali mfalme amezaliwa. Maandiko inasema wakamkuta kwenye holi la ng'ombe, mahali wanaitwa mji wa Daudi, Bethlehem, ambaye imeagizwa tangu awali ya kwamba Masihi atazaliwa hapo. Walipomkuta kwenye holi la ng'ombe, msomaji amesoma ya kwamba wakaabudu. Wakafanya nini? Sasa ni nani wa kuabudiwa? Ni Mungu. Yesu ndiye wa kuabudiwa. Yesu Kristo. Ndio. Sasa wamajusi walioabudu Yesu Kristo. Lakini unabii natuambia tusiabudu mnyama. Sababu mnyama naye anapenda kufanya nini? Kuabudiwa. Ndio maana mpendwa, usikie ya kwamba mnyama haiko wa majini wala wa porini, ni utawala ya Warumi, yani utawala ya ine. Ndiyo. Ambayo inakuja kupiganisha utawala ya Kristo. Amina. Na ndio maana vita hiyo imeanza na inaendelea na inakaribia kupambana upesi mbele ya macho ya watu wote. Ndio maana kweli itapigana na uongo. Ndiyo. Na giza itapigana na nuru. Sasa mpendo wangu, napenda wewe peke uangalie mahali gani utaelekea. Amina. Kwenye redio kabisa hatukufiche kitu. Sababu anasema tusitunze kidonda kwa juujuu. Wale walimu wanaotunza kidonda kwa juujuu, wanaohubiri mafundisho ya polepole na kupuliza na kuluma sawa vile panya, tena wanapuliza bila kusema kweli. Maandiko inasema Mungu atawagonga. Sababu aliwatuma kusema kweli, lakini kwa sababu ya oga, kwa sababu ya kutopenda kusema kweli, kwa sababu ya anasa za ulimwengu, watu wamefundisha kufuatana na tamaa zao wenyewe. Ndio maana mpendo, utusikilize na Roho wa Mungu akutembelee, akubadilisha na akuguse, akusaidie, na sisi pia atusaidie, ili mimi na wewe tuungane kusaidiana kutangaza kweli. Amina. Neno inaendelea, ndio maana tungali tunagusia ni nani wa kuabudiwa. Karibu mpendwa, sasa tuangalie Wathesalonike wa pili anazungumza namna gani kuhusu mnyama huyu, ili tuwakabidhi wasikilizaji wetu nafasi kama kuna mtu ana swali, sababu mada tunaendelea nayo wiki mzima. Basi Wathesalonike wa pili sura yake 2 mstari wa kwanza. Haya msomaji, nena hapo inasema namna gani?
tunakaa siku za mwisho na Kristo ni karibu kuja, yupo mlangoni, lakini mbele ya Kristo ni sharti mnyama huyu ainuke. Karibu. Wathesalonike wa pili 2:1 anasema vipi? Anasema hivi: ndio, basi tunawasihi ninyi ndugu, ndio, juu ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ndio, na makusanyiko yetu kwake, msifadhaishwe upesi katika mawazo yenu, ndio, wala musihangaike kwa roho, wala kwa neno, wala kwa barua, kama inavyotoka kwetu, ikizani ya kwamba inatoka kwetu sisi mitume, ya kwamba siku ya Bwana imekwisha kufika. Siku ya Bwana imekwisha kufika. Pana kabisa. Mtu asiwadanganye ninyi. Usomaji pole pole. Mtu asifanye nini? Asiwadanganye ninyi. Watu watadanganya wengi. Ndio. Watu wengi wamedanganyiwa. Watu wanaishi na Biblia. Watu wanafundishwa mara, lakini wanahubiriwa mafundisho ya kudanganyiwa. Amina. Wanamwambia Yesu atakuja. Wengine wanasema Yesu alishakuja. Yesu atakuja mudemila 21. Yesu atakuja wakati gani? Yesu hawezi kuja kama mnyama hajainuka na kutesa watakatifu. Amina. Ndio maana mpendo nakwambia, ole wake atakayeabudu nini? Mnyama na sanamu yake na kupokea chapa ya mnyama. Amina. Karibu msomaji, endelea. Usidanganyiwe. Paulo anasema hapo, usidanganyiwe kwa ajili ya ujio wa Yesu Kristo. Alevema de l'église, kunyakuliwa kwa kanisa hakuwezi kukafanyika kama mnyama hajainuka. Lakini walimu wengi wamekwisha kuhubiri ndani ya madhehebu kama mnyama atakuyaka kanisa kiisha nyakuliwa. Hausikia kama ni walimu wa uongo. Ni uongo kabisa. Usidanganyiwe. Amina. Kristo hawezi kuja kutwala kanisa kama mnyama bado hajazirika. Hajakuja. Ndio maana anawaambia wale walimu wote waliofundisha ya kwamba alevema de l'église ikishafanyika ndipo mnyama atakuja, Paulo anasema usidanganyiwe. Usiitike ile mafundisho ni ya giza. Ile mafundisho ni ya giza. Na wale wanaofundisha kama watariti inchi, hiyo ni uongo. Biblia inasema Kristo atakapokuja atapigania wale wanaopigana na mnyama. Ndiyo. Atakuja kukomboa watoto wake wanaopigana na mnyama. Amina. Watachukuliwa hewani. Ndiyo. Badala ya miaka 1000 ndipo tutarejea mara tena. Amina. Kumiliki katika paradiso mpya na dunia kisha kutakaswa kwa moto. Amina. Ndio maana mpendwa, endelea verse hiyo, sababu watu wengi wamedanganyiwa ya kwamba Kristo atakuja na mnyama bado hajatumika. Hiyo ni mafundisho ya madhehebu mingi, walimu wengi wamepoteza dunia. Ndio maana nimependa kuambia, wamama wengi wana haja ya kumuona Mungu, wababa wengi wana haja ya kumuona Mungu, lakini walimu wengi wamepoteza dunia. Amina. Wanafundisha kinyume ya Roho Mtakatifu. Wanafundisha kufuatana na masomo walisoma Kifaransa, Kiingereza, masomo mingi, sababu walisoma mingi wanawaza akose neno la Mungu ni hivyo. Lakini maandiko yanasema hamtaongozwa na masomo, mtaongozwa na Roho Mtakatifu. Yesu aliambia wanafunzi Roho ndiye atakayewaongoza. Ndio maana mpendwa, uwe mecho na uangalie mbali, usiongozwe na akili za dunia, lakini ongozwa na Roho wa Mungu. Endelea na verse hiyo, inasema nini? Mtu asiwadanganye nyinyi kwa njia yoyote. Maana siku ile haitakuja ila maasi yale yafike mbele. Ili maasi yale yafike mbele ni ya wapi? Na kujionyesha mwenyewe juu ya yote. Yale yafike mbele, na mtu yule wa kuasi ndio akafunuliwa, ndio mwana wa uharibifu, ndio yeye anayezuiza na kujionyesha mwenyewe juu ya yote yanayoitwa Mungu au kuabudiwa, hata kuketi ndani ya hekalu la Mungu akijionyesha mwenyewe kama yeye ndiye Mungu. Bwana kubariki msomaji. Amina. Paendelesha hata na kesho. Ndio. Lakini hapo kumesema maneno makubwa sana. Ndio kabisa. Anasema Kristo hata kuja kama ule muasi, ule mnyama hajafanya nini? Hajafunuliwa. Atajionyesha kama naye ni nani? Ni Mungu. Tena atapenda afanye nini? Abudiwe. Ndio. Mpendo unifuate. Mungu ana sabato yake. Na muasi atakuwa na sabato yake kabisa. Alama ya Mungu ni siku ya sabato, na mnyama atakuwa na alama yake siku ya kwanza ya juma. Amina. Mpendo, Mungu ana hesabu zake 7 na mnyama huyu atakuwa na hesabu yake 666. Tungali na wewe wiki mzima utaelewa moja kwa moja, lakini tunapana muda. Kama kuna yule na swali, basi tumpe nafasi msomaji. Najua ya kwamba kabisa hii wakati tunakalia watu wengi
wana haja ya kujua njia ya kwenda mbinguni. Hata walimu wanawapoteza wengi, lakini najua walio wa Mungu hawatapotea. Sauti utaisikia kwenye radio, utaisikia mahali popote, njiani, barabarani. Walio wa Mungu hawatapotea. Najua hata na dunia itakufundisha. Asante. Mbele ya kusoma ujumbe, acha turudilie namba ili wapendwa nao wapate namba zetu. Haya. Namba zetu ni 099 Ndio. 11 41 283. 099 11 41 283. Ndio. 089 78 10 833. 089 78 10 833. Hizo ndizo namba zetu kwa wapendwa wetu wasikilizaji. Ndio. Huyu yeye alituma ujumbe akasema vipi msomaji? Jambo kanisa. Jambo sana rafiki yetu. Mwenye kuabudiwa ni Yesu tu. Mubarikiwe kwa mafunzo mema. Ni Frere Samson. Asante. Najua mpendwa huyo, Mungu akubariki sana. Unaona ulimwengu wa leo imetatizwa. Pahali watu waabudu Yesu, wanaabudu watu. Hata wengine wanaabudu mnyama. Lakini andiko inasema tumwabudu Yesu peke yake. Ndio. Andiko iko wazi kabisa, inasema Yesu ndiye wa kuabudiwa. Andiko imesema wazi Yesu ndiye wa kuabudiwa, na kila goti igunjwe mjina la nani? La Yesu. Mjina la Yesu Kristo. Lakini hapo ametuambia na mnyama sasa anapenda yeye ndiye aabudiwe. Rudilia Wathesalonike wa pili ili kila mtu apaelewe hapo, sura 2 mstari wa 3. Anasema namna gani? Anasema hivi. Mtu asiwadanganye ninyi kwa njia yoyote. Ndio. Maana siku ile haitakuja ila maasi yale yafike mbele. Na mtu yule wa kuasi ni mtu. Unasikia, ni mtu. Mbele walianza kusema ni mnyama. Lakini wamekwisha kueleza atakuwa mtu. Haiko mnyama wa kupori. Na mtu yule wa kuasi akafunuliwa. Ndio. Mwana wa uharibifu. Yeye anayezuiza na kujionyesha mwenyewe juu ya yote yanayoitwa Mungu au kuabudiwa. Ndio. Hata kuketi ndani ya hekalu la Mungu akijionyesha mwenyewe kama yeye ndiye Mungu. Bwana akubariki sana. Amina. Unasikia, huyu muasi, huyu mnyama ni mtu atapenda naye aabudiwe. Kadiri Kristo anaabudiwa naye aabudiwe. Kama Yesu alitia Pasaka yake mwezi wa kwanza tarehe 14 na atatia yake. Ndio. Kama Yesu alitia Sabato yake na atatia yake. Jinsi hesabu ya Mungu ni 7 na atatia yake 6. Unasikia pale anapenda ajifanye naye Mungu. Mimi nimesema wazi. Ndio. Yesu anapigiwa magoti, anaabudiwa. Sasa naye atapenda afanye nini? Aabudiwe. Na hii ndiyo neno iligonganishaka Sadraka, Meshaki na Abednego na wakati wa utawala wa Nebukadnezari, sababu aliwekaka sanamu. Kadiri unaona masanamu zinayalana mwa hii dunia. Na zamani tu mfalme alisemaka, napenda watu wote waabudu sanamu nimetengeneza. Lakini Sadraka na Meshaki na Abednego walifanya nini? Walikataa. Ndio. Kama kuna mwingine tumpokee msomaji. Huyu yeye anasema vipi? Watumishi, ndio mpendwa, munisaidie ndio kunitumia mishahiri kwa kunisaidia ku message ni Sadoke kanisa la Kristo palwa Mishange. Asante. Maverse kabisa tumesoma kitabu cha Ufunuo sura 14 mstari wa 9. Nawaza hapo ndipo tulianzia kama ulitufuata vizuri. Ndiyo. Badala ya hapo tulikwenda kwa Danieli sura yake 7 mstari wa 15. Tukakwenda kwa kitabu cha Yeremia sura yake 6 mstari wa 14. Nawaza kama ulipanda na sisi tulikwenda kuonesha kwamba Yesu pekee ndiye wa kuabudiwa kwa kitabu cha Isaya 15 mstari wa 13. Tulikwenda hata kwa Filipi sura yake 2 mstari wa 8 ili Kristo Yesu ni wa kuabudiwa. Tumegushia hata Mathayo sura 2:11 jinsi wa majusi walimwabudu. Ndipo tumepanda sasa tunakwenda kuonesha jinsi na mnyama naye yule muasi ameinuka ili anapenda naye aabudiwe pia. Lakini malaika alisema ole wake atakayeabudu mnyama na sana. Asante msomaji, kama kuna mwingine kabisa tumpokee naye karibu. Huyu anasema vipi? Yesu Kristo ndiye mwisho wa sheria. Ndio. Kwa nini tena watu wangali tu musheria ya Musa? Wa Roma 10:4. Ule kijana anaongea vizuri sana. Ni sababu anatupeleka kumada asiyo tuko kwayo, lakini kabisa tutasaidiana na yeye. Anasema kizuri sana. Tukisome kidogo ili tupate kurudilia mada yetu. Wa Roma. Soma tusikilize. Anasema hivi. Ndio.
Kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria. Asante, endelesha. Kusudi kila mtu anayeamini ahesabiwe haki. Ndiyo. Kwa maana Musa anaandika juu ya haki inayotoka kwa sheria. Ndiyo. Ya kama mtu anayefanya maneno haya, ndiyo, ataishi kwa njia yao. Asante sana. Ndiyo. Mpendo huyu wetu nampenda zaidi sana. Na katika neno hili ambalo amelileta ni neno la muhimu sana. Kuna sheria za Mungu na kuna sheria za Musa. Paulo anasema tusidumu tena katika sheria za nani? Za Musa. Sheria za Musa ilikuwa ni 1:10. Ndiyo. Sheria za Musa ilikuwa ni dhabihu ya mbuzi ya kondoo ambayo iliweza kutosha dhambi ya mwanadamu. Sheria za Musa ni zile zilisema nguruwe ni najisi. Ndiyo. Zilisema bata ni najisi, hata panya ni najisi. Sheria za Musa ni zile zilisema watu watahiriwe. Ndiyo. Biblia inasema zimekwisha. Imekwisha kabisa. Zimekwisha. Amina. Sabato si sheria ya Musa. Ndiyo. Usizini si sheria ya Musa. Si sheria. Usiibe si sheria ya Musa. Ile ni sheria ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. Kuna sheria za Musa zimeishia wapi? Msalabani. Lakini amri za Mungu zinadumu milele hata milele. Mfungulie sasa kitabu cha Matendo ya Mitume 15 mstari wa 5 ili akaelewe vizuri tofauti ya amri za Mungu na sheria za Musa. Haya. Kitabu ni cha Matendo ya Mitume 15:5. Ndiyo. Lakini wakasimama watu wengine wa Wafarisayo walioamini wakisema, ndiyo, sherti kutahiri kuwatahiri na kuwaamuru washike torati ya Musa. Bwana kubariki. Amina. Kutahiriwa ni torati ya nani? Ya Musa. Ili imeishia wapi? Msalabani. Yesu akasema kutahiriwa tena haina maana. Haina maana. Napenda sasa upande na yeye ili aelewe sheria zenyewe zimeisha. Sababu walimu wengi wamepoteza watu, wanaambia Sabato imeisha. Imeisha, haipotei. Usizini imeisha. Ndiyo. Unaweza iba juu kuiba ishakatoka. Unaweza ua juu kuua ishakatoka. Unaweza peleka misalaba na sanamu, unatia mshingo juu kuabudu sanamu tena, haina probleme, amri haziko. Ndiyo. Lakini sasa amri zenyewe zimetoka ni za wapi? Haya msomaji, Waebrania sura yake 8 mstari wake wa 9. 8:10. Fungula hapo 9:8. 9:8 Waebrania. Anasema namna gani? 9:8 yake anasema hivi. Anasema namna gani? Anasema hivi. Ndiyo. Hii ndiyo mfano wa wakati wa sasa. Ndiyo. Wakati sadaka za zabihu zinapotolewa, ndiyo, zisizoweza kwa namna ya dhamiri kukamilisha mwenye kuabudu. Kwa kuwa ni sheria za namna ya mwili tu. Zile sheria za Musa zilikuwa za wakati, zilikuwa za mwili. Ni za yeye sasa. Shuka vitu vya kula na kunywa. Kukula na kufanya nini? Walisema usikule panya. Ndiyo. Usikule nguruwe. Ndiyo. Kukunywa sasa walisema nini? Kama mumutungi muko kinywaji, panya naangukia ile mutungi, usikunywe ile kinywaji, unapasula, unamwanga kabisa. Vile vilishaisha. Endelesha. Na kunawa mbalimbali. Maana haunge kula bila kunawa. Ndio maana Yesu akakula na wanafunzi wake bila kufanya nini? Bila kunawa, ili waoneshe kama ile desturi imefanya nini? Imekwisha. Asante. Zilizoamriwa hata wakati wa matengenezo. Wakati wa nini? Wa matengenezo. Shuka chini kidogo, asikie sasa matengenezo ilikuwa namna gani. Maana zile ziliwekewa na Musa kwa muda. Kristo anapokuja vinakuwa je chini. Lakini Kristo alipokuja kama kuhani mkubwa la maneno mema yatakayokuja. Asante sana. Amina. Kristo alipokuja maneno yote kafanya nikaondoka kabisa. Ile nguruwe ilikuwa najisi, Yesu akasema nimetakasa. Bata ilikuwa najisi, Yesu akasema nimetakasa. Maneno ya kutahiriwa akasema haina lazima tena. Ya lazima ni kubatizwa mjina la Yesu Kristo. Hizo ndizo zimekwisha, ndizo sheria za Musa. Lakini walimu wengi wamepoteza dunia, wanaambia watu eti sheria za Musa ni Sabato, sheria za Musa ni usizini, sheria za Musa ni usiibe. Hizo ni amri za Mungu. Hizo ni sheria za Mungu. Kuna sheria za Musa na sheria za Mungu. Huyu anasema, haya, kanisa la kweli ni lile linalo tembea juu ya andiko ama kukamilisha andiko la Yohane 14:12. Ni Jean-Claude kutoka Birere. Karibu 14. Yohane analeta andiko ya Yohane 14:12. Anasema hivi. Ndiyo. Kweli ninawaambia ninyi, yeye anayeniamini mimi, kazi ninazozifanya yeye atazifanya vile vile. Ndiyo. Na atafanya kazi kubwa kuliko hizi, kwa sababu ninakwenda kwa Baba yangu. Ndiyo.
Amina. Sasa hatuambie kama ni kazi gani? Ni kazi ama swali lake kabisa. Swali lako hatulisikia mpendo wetu. Unatupatia verse ya Yohana nasema anayeniamini mimi atafanya kazi ambazo ninazitenda. Ndio. Sasa wakati Yesu alienda mitume walifanya kazi ya kuhubiri nini? Injili. Bakahubiri jina la Yesu na watu wakabatizwa jina la Yesu. Sasa hautoa kabisa swali lako vizuri. Ungepima tena utuambie swali lako ni vipi. Tuendeleshe na mwingine. Wewe anasema vipi? Bonsoir pasteur. Oui, bonsoir. Sasa mbona unasema aseme alama ya Mungu ni seti, yani 7. Haukufuata vizuri. Nilisema hesabu ya Mungu ni 7. Alama ya Mungu ni Sabato. Wewe ndio haukufuata vizuri. Anasema alama ya Mungu ni Sabato. Hesabu ya Mungu ni 7. Na hesabu ya mnyama ni 666. Ndio. Haya, anafanya ubishi. Anasema ya kwamba binaandikiwa wapi? Asante sana. Nimpe sasa. Karibu sana tumpatie. Anapenda andiko kabisa. Anapenda andiko kabisa. Tumpatie andiko. Haya basi mfungulie kitabu ya Kutoka ili apate kurizika 31:16. Anasema namna gani? Kitabu ni Kutoka 31:16. Ndio. 31:16 anakuja akisema hivi. Anasema vipi? Mpendo anayeita samahani. 31:16. Ndio. Anasema hivi. Ndio. Kwa hivi wana wa Israeli watachunga siku ya Sabato. Ndio. Kuangalia sana Sabato katika vizazi vyao vyote. Ndio. Ni agano la milele. Bwana kubariki sana. Amina. Sabato ni nini? Ni agano la milele. Shuka chini usikilize. China anasema hivi. Ndio. Na alama katikati yangu na ni alama katikati yangu na wana wa Israeli Bwana kubariki sana. Sabato ni nini? Ni alama. Ezekiel anasema nini? Ezekieli. Kamata Ezekieli usikilize jinsi anaeleza. Kitabu ni cha Ezekieli. Ndio. Ezekieli anakuja akisema hivi. Anaeleza nini? Kitabu cha Ezekieli. Kitabu cha Ezekieli 20:20. Anasema hivi. Ndio. 20:20 Ezekieli anasema. Natakaseni Sabato zangu. Ndio. Na zitakuwa alama katikati yangu nanyi. Ndio. Mjue ya kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu. Ndio. Amina. Asante sana. Amina. Najua hapa amesikia kama Sabato ni nini? Ni alama. Ni alama. Sasa mpendo, kama unapenda kujua kama 7 ni hesabu ya Mungu. Ndio. Mungu alipumzika siku ya ngapi? Siku ya 7. Mungu ana macho ngapi? 7. Mungu ana roho ngapi? 7. Mungu anatumikisha mihuri ngapi? 7. Na baragumu ngapi? 7. 7 ni utimilifu wa nani? Wa Mungu. Na mtumishi wa Mungu huyo ambaye wanamuita Samsoni alikuwa na nywele ngapi? 7 kichwani. Na waliposhinda Yeriko walizunguka mara ngapi? 7. Mara 7. 7 ni hesabu ya Mungu. Amina. Haya mpendo, atumpokee mwingine. Huyu anasema, jambo wapendwa. Jambo sana rafiki. Asante kwa mafundisho. Siku zote zinatakaswa na Mungu. Na kanisa la Yesu Kristo linajengwa juu ya ufunuo. Pia mafundisho ya mitume na manabii. Mungu awape ufunuo ya kujua Sabato Bwana ni nini. Akusamehe sana. Unadanganyia Mungu, unasema alitakasa siku zote. Mpendo, afungula Biblia. Anasema siku zote zimetakasiwa na Mungu. Tufatane sasa kitabu cha Marko. 2:7. Huyu anasemea Mungu uongo. Anasema siku zote Mungu alizitakasa. Tuulize Biblia kama ule ni msomaji wa Biblia kweli. 2:7 Marko anasema namna gani? Marko anakuja akisema hivi. Ndio. Akawaambia, Sabato imefanywa sababu ya watu. Ndio. Watu hawakufanywa sababu ya Sabato. Ndio. Basi mwana wa watu ndiye Bwana ya Sabato. Yesu ni Bwana wa nini? Ya Sabato. Mathayo 24:20. Tushuke na yeye ili tuangalie kweli kama Mungu alitakasa siku zote. 24:20 anasema. Ndio. Ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya Sabato. Siku ya ngapi? Ya Sabato. Andiko ya kwanza nasema Yesu ni Bwana wa Sabato. Andiko ya pili nasema Yesu anasema watakayomwamini wakweo naomba sana ili wasikimbie siku ya Sabato. Siku ya Sabato. Kitabu cha Mwanzo. Sababu anasema aseme Mungu alibarikiaka siku zote. Alitakasaka. Soma Mwanzo. Anasema mbingu na dunia zikamalizwa na jeshi lao lote. Ndio. Siku ya 7 Mungu akamaliza kazi yake aliyoifanya. Akastarehe siku ya 7 katika kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akabariki siku ya 7 akaitakasa,
kwa sababu ndani yake alistarehe katika kazi yake yote Mungu aliyeumba na kuifanya. Amina. Bwana Yesu akubariki. Amina. Mungu alibariki siku ya saba akaitakasa. Sasa ule usikia kitu watu wanapotea. Sasa kama ule ni pastor anafundisha kama kanisa mafundisho ya vile. Si bale batakwenda Jehenamu. Kabisa. So kama anafundisha kama hata sema lundi, mardi, mercredi zote zinatakasiwa. Hauna ni bongo. Ni bongo kabisa. Hana kabisa. Fungula kutoka 28. Ndio Biblia ilisema kuna walimu wengi wametunza vidonda kwa juu tu. Hawafundishe kweli. Ndio. Akishatoka tu kwa ekole biblike, kila alisoma kule tu Kifaransa mrefu, Anglia mingi, pale tu anakwenda kanisani eti na mimi naongoza watu mbinguni. Mpendwa, jua Biblia inasema tuongozwe na Roho Mtakatifu. Amina. Kitabu ya Kutoka 28 soma tusikie. Anasema kumbuka siku ya Sabato itakase. Ndio. Siku 6 utatumika na kufanya kazi zako zote. Ndio. Lakini siku ya 7 ni Sabato kwa Bwana Mungu wako. Ndio. Usitende kazi ndani yake. Wewe wala mwana wako. Ndio. Wala binti yako. Mtumishi wako. Ndio. Wala kijakazi chako. Wala nyama zako. Ndio. Wala mgeni aliye malangoni mwako. Ndio. Maana siku sita Bwana akafanya mbingu na nchi, bahari na vyote vilivyo ndani yao, akapumzika siku ya 7. Kwa hivi Bwana alibariki siku ya Sabato na kuitakasa. Amin. Mungu anasema siku 6 ni za kazi. Ya 7 inabarikiwa na kutakasiwa. Sasa ule mwalimu anasemea Mungu bongo. Anamsemea uongo. Mwenye anasemea Mungu bongo. Ese kuua mtu bitamshinda? Anaweza kumuua mbio. Anasemea Mungu. Amina. Mungu aliyekuumba unamsemea bongo. Bwana Yesu akusamehe sana. Sababu unasemea muumba wako bongo. Urekebishe kabisa kama vile ndio unafundishaka watu utawapeleka Jehena. Uwarudishe kabisa, ujue kama siku moja imebarikiwa na imetakasiwa ni Sabato. Siku zingine 6 ni za kazi. Haya kama kuna mwingine. Wewe anasema vipi? Jambo pastor. Jambo sana. Na washukuru sana, ni ndugu yenu kutoka Kisongati. Jioni njema. Mpendo katika Kristo, salimu wa ndugu wote Kisongati, waambie wasalimike sana. Asante. Huyu anasema amjambo wa ndugu. Jambo sana. Sasa tutajua kanisa ya kweli yaye ni Chance K Pamugunga. Ninasalimia Ramazani Chikai. Mpatie verse 2 ili aelewe kanisa la kweli. Kitabu ni cha Ufunuo sura yake 12:17 na Ufunuo 14 mstari wa 12. Verse 2 hizo ataelewa kanisa la kweli. 14:17 Ufunuo anasema hivi. 12:17 Ufunuo. Joka kasirikia yule mwanamke, akakwenda zake kufanya vita juu ya wazao wake waliobaki, wanaoshika amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Amina. Kanisa la kweli ni lenye kushika amri 10 za Mungu. Ndiyo. Na ubatizo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kitabu ya Ufunuo mara tena 14:12 Ufunuo anasema hivi. Anasema vipi? Hapa ni uvumilivu wa watakatifu wanaoshika amri za Mungu na imani ya Yesu. Watakatifu wenye watapigana na munyama na joka, hao ni wale wanaoshika amri za Mungu na imani ya nani? Ya Yesu. Ni vitu mbili, kushika amri 10 za Mungu na ubatizo kwa jina la Yesu. Ukaona kanisa ina vitu hivyo, hiyo ndiyo kanisa ya kweli. Amina. Huyu anasema, ndio. Jambo wahubiri. Jambo sana. Munikumbushe kama muko wa dini gani na munapatikana wapi? Asante sana. Tulishakwambia dini ni adui ya kanisa. Sisi tunakuwa wa kanisa la Yesu Kristo. Mfungulie kwanza verse ya kumuonesha kama dini tatesa kanisa, kisha njoo tumpatie sasa verse za kuonesha sisi ni wanani. Wagalatia sura 1 mstari wa 13 anasema nini? Wagalatia 1:13 anasema vipi? 1:13 Wagalatia mpendwa anakuja akisema hivi. Ndio. Maana mumesikia habari za matendo yangu zamani katika dini ya Wayahudi, namna nilivyotesa zaidi kanisa la Mungu na kuliharibu. Saulo anasema pale alipokuwa mwanadini alienda kuomba vibarua kumashehe kumapasta, akakwenda kuua watakatifu Damasco. Alikuwa ndani ya nini? Ya dini. Alipotoka ndani ya dini akabatizwa mjina la Yesu, akakuwa Mkristo. Akaingia mkanisa la Mungu. Ile kanisa sasa jina lake ni jina gani? Haya msomaji. Mfungulie Warumi 16:16. Anasema hivi: Musalimiane kwa busu takatifu.
Makanisa yote ya Kristo yanawasalimu ninyi. Amina. Sisi tunakuwa katika kanisa la nani? La Kristo. Kanisa ni la nani? La Yesu Kristo. Mfungulie Matendo ya Mitume 11:5. 11:5. Ili aelewe ya kwamba tunakuwa mkanisa gani. Tunakuwa ndani ya kanisa la Yesu Kristo. 11:25 Matendo anasema, Ndio. kisha akatoka kwenda Tarso kutafuta Saulo. Ndio. Na wakati alipomwona akamleta Antiokia. Ndio. Na ilikuwa kwa muda wa mwaka mzima wakakutanika pamoja na kanisa. Ndio. Na kufundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza katika Antiokia. Waliitwa wanani? Wakristo. Waliitwa wanani? Wakristo. Ile ndio kanisa Yesu aliacha. Ndio. Matthew 7:18. Nawaza pala atakuwa ametosheka, ili aliomba ajue kama sisi tunakuwa ndani ya kanisa gani. Na wewe mpendwa ukuwe ndani ya kanisa la Yesu Kristo, sababu ile njoo Kristo atakuwa kuchukua kanisa lake, na ile kanisa yake ndiyo aliacha duniani. Ijapokuwa Rumi iliua mitume kabachinja na kubalunguza na kubachoma, lakini sharti neno ile irudie mara tena ili bibi harusi awe tayari. 16:18 Mathayo. 18 Mathayo. Nami ninakuambia wewe ni Petro. Na juu ya mwamba huu nitajenga kanisa langu. Wala malango ya Hadeze haitaishinda. Bwana kubariki sana. Amina. Kanisa ni la nani? Ni la Yesu. Yesu amesema peke yake, nitajenga kanisa langu. Ndio. Malango ya Hadeze haitaweza. Karibu. Yeye anasema, ndio. Jambo watumishi wa Mungu. Jambo sana rafiki. Mungu awawezeshe na mkumbuke ombe ya Frere Tegera anaendelea teseka mukashon. Bwana Yesu akumbuke ndugu yetu huyo ambaye kabisa anakuwa katika shida. Mungu anakumbukaka wenye wanateseka, wenye wanakuwa katika magonjwa, katika vifungo, ambao wanateseka kwa ajili ya bure, wasiokuwa na makosa. Mungu anawakumbuka sana. Karibu. Huyo anasema Yohane 14:12 ni kutenda kwa matendo yale ni ya yanayotimilisha neno la Mungu. Neno ni amri za Mungu. Ndio. Ukisikia neno manake amrefu kidogo, neno la Mungu ni amri 10 za Mungu. Ile ndio neno itoka mkinywa wa Mungu. Mungu akasema usio na Mungu mwingine ila mimi. Usiabudu sanamu. Utaje jina la Mungu wako bure. Kumbuka siku ya Sabato uitakase. Heshimu baba yako na mama yako. Usiue. Ndio. Usizini. Usiibe. Usishuhudie uongo. Usitamani kitu ya jirani yako. Ile njoo neno. Ndio. Ile njoo neno la Mungu. Huyu anauliza swali kuhusu vyakula, anasema. Ana swali je? Soma Isaya 66:17. Asante. Kukula nguruwe ni zambi, s'il vous plaît. Nieleweshe zaidi. Na japo nilishakusikia siku moja unasema kama tunachokula hakitufanye wachafu. Asante sana. Najua kabisa una swali nzuri. Tumesema kama awali kusheria za Musa nguruwe ilikuwa najisi. Ndio. Lakini Kristo alipokuja akavitakasa vyote. Na wala nimekwisha kupatia maverse kabisa kama una haja ya vyakula, tunaweza siku tutamaliza hii mada ya mnyama, tunaweza gusia kuhusu vyakula. Ni sababu vyakula havilete imani. Ndio. Ya imani ya lazima ni kuamini injili ya kweli, ni kuamini jina la Yesu Kristo. Unabatizwa mu jina la Yesu, unashika amri 10. Amina. Na unajua habari za mnyama juu usinaswe ndani ya mtego ya mnyama. Amina. Kuhusu vyakula, ukakula na usipokula yote ni hali moja. Ndio maana sisi hatuhubirie sana juu ya vyakula, juu kukula na kutokula hailete imani. Ya lazima ni imani. Ni imani tu. Ndio maana kama una haja mpendo ya kuelewa kitabu cha Isaya, hapo unasoma waliokula nguruwe zamani waliadhibiwa sababu walikata msheria ya Musa. Lakini Yesu alipokuja ile sheria ya Musa kaiondoa. Ndio maana Yesu anasema akatakasa vyakula vyote. Basi mpendwa, nikusema ya kwamba kama ungali mchanga muimani, Paulo anasema verse kidogo kwa Warumi 14 bakusaidie. Juu kama unaweza kuwa na imani ungali unashakia kukula panya, hauwezi kula nguruwe, hauwezi kula bata, basi tutakupokea sababu ngali mchanga, unakula tu sombe na lenga na shu basi. Anasema hivi 14:1 wa Roma. Ndio. Yeye aliye dhaifu kwa imani mumpokee. Ndio. Lakini si kwa kubishana naye na mawazo yake. Ndio. Mtu mmoja ana imani, Ndio, anaweza kula vitu vyote. Ndio. Lakini yeye aliye dhaifu anakula mboga. Wewe tu kubatizwa mu jina la Yesu, ushike Sabato, wachana na maneno ya mnyama. Kama hukulaki nguruwe, utakuwa unakula tu sombe
na lengalenga, utakula tu na jurbi na mchicha, mboga ziko. Biblia inasema mzaifu anakulaka nini? Mboga. Mwenye imani ndiye anakula vyote. Asante sana. Kama kuna mwingine tumpokee. Hiyo ndio ujumbe tayari ambao umekwisha. Asante. Najua ya kwamba mpendo wangu unapotusikiliza kabisa, injili yetu si kwa ajili ya chakula. Injili yetu ni kuaminisha watu wajue ni nani wa kuabudiwa. Wa kuabudiwa ni Yesu Kristo. Lakini tumejikuta mnyama naye amekazana ili naye aabudiwe, ili naye apate watu duniani. Biblia inasema ya kwamba wengi watamwabudu. Tufungulie Ufunuo, msomaji. Tufungulie Ufunuo tuangalie jinsi Ufunuo inaeleza wazi ya kwamba watu wengi wataabudu mnyama huo. 13 mstari wa kwanza. Haya, anasema nini? Nikasimama juu ya mchanga wa bahari, nikaona mnyama akitoka katika bahari. Ndiyo. Mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na juu ya pembe zake taji 10. Ndiyo. Na juu ya vichwa vyake majina makufuru. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Ndiyo. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha ufalme na mamlaka nyingi. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kama kimetiwa kidonda cha kufa. Kidonda chake cha kufa kikapona. Dunia yote ikastaajabu mnyama yule, wakaabudu yule joka, kwa sababu walimpa mnyama huyu mamlaka yake. Wakaabudu yule mnyama wakisema, ni nani anayefanana na mnyama huyu? Nani anayeweza kufanya vita naye? Naye akapewa kinywa cha kusema maneno makubwa na makufuru. Akapewa mamlaka kufanya kazi yake miezi 12. Akafungua kinywa chake, akatukana Mungu na kutukana jina lake na hema lake na wanaokaa mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa mamlaka juu ya kabila na lugha na taifa, na watu wote wanaokaa juu ya dunia wakamwabudu. Wale majina yao hayakuandikwa katika kitabu cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Bwana akubariki sana. Amina. Mpendo wetu, mada yetu inasema wazi kwa kitabu cha Ufunuo 13. Biblia inazungumza wazi ya kwamba mnyama huyu aliyotoka ndani ya maji alikuwa na pembe 10 na kinywa chake kilikuwa kama vile cha simba. Tulikuelezea ya kwamba simba alikuwa utawala wa kwanza wa Nebukadnezar ambaye alitumika huko Babiloni ya kwanza. Huyo mnyama atatumika kama Nebukadnezar, tena atatumika kama dubu, yaani Mede na Persi, tena atatumika kama chui, yaani utawala ya Wayunani. Huyu mnyama ni utawala wa ine, utawala ya Warumi. Maandiko imesema wazi ya kwamba itakuwa ni utawala imetoka kwa shetani. Maandiko inasema yule joka, yani shetani, akamkabidhi kiti, mnyama akakaa. Dunia nzima yote ikasema ni naye ni aliye na uwezo kama mnyama huyu. Aseme watu wote watamfuata na kumshangilia. Maandiko inasema wale ambao majina yao sio kwenye kitabu cha uzima watamwabudu. Ndio maana mpendo wangu na kualika ili kwende kusoma Biblia. Roho Mtakatifu akutembelee, uelewe Biblia. Amka sasa, amka sasa, amsha kila mtu aliye karibu na wewe, mwambie tuamke tusome Biblia. Biblia zinakwenda kufungwa, neno inakwenda kupotea. Ni wakati wa kujua habari za mnyama na sanamu yake na hesabu yake na namba ya jina lake. Walio wa Mungu, Bwana Yesu awapokee. Asante Bwana wetu Yesu Kristo, uko mwema. Tunashukuru tena jina lako kwa kazi kubwa ambayo unaendelea kutenda. Jina lako limidiwe. Uko mwema Yesu. Basi jioni ya leo umetenda kazi na kusibariki mtumishi wako ambaye umetumikia ndani jioni ya leo ili mataifa yote yahubiriwe. Ndio Bwana. Pia wasikilizaji waliotega sikio kwa ajili ya neno wabariki. Ndio. Waongezee uamsho na nguvu ya kuendelea kutega neno lako sikio ili wapate kuokolewa katika siku hizi za mwisho. Bariki fundi mitambo aliyetenda kazi. Sote pamoja tubarikiwe katika uwezo wa jina lako. Amina. Amina. Nyote mliotufuata mbarikiwe na Yesu. Amina.